Maji ya Ziwa Victoria yanatuunganisha ndugu na majirani tuliopo katika ukanda wa Ziwa Victoria ikiwemo Tanzania, ambapo maji ya ziwa yapo kwa takriban 51%, Tanzania na Uganda 43% na Kenya 6%. Aidha, Rwanda na Burundi zipo katika eneo la bonde la Ziwa Victoria kama wanachama. Hivyo, kwa usalama na maendeleo ya ukanda huu, kudumisha ushirikiano na mshikamano baina yetu sisi wanajumuiya ni jambo muhimu sana na la kuzingatiwa kwetu sote, kuwa na shughuli hizi ambazo na zenyewe zinatuunganisha na zinaunganisha ajenda za pamoja zinazohusu masuala ya ziwa letu. Tunawajibika kuweka kipaumbele cha kutunza mazingira kwa kuratibu na kusimamia zoezi endelevu la kupanda miti rafiki kwa maji katika mwambao wa Ziwa Victoria. Kauli mbiu yetu ya leo imetupa mwongozo, tuende tukaiishi kauli mbiu hiyo kwa nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na wanachama wanaohusika na bonde la Ziwa Victoria. Pili, tuendelee kuweka mikakati endelevu ya kutoa elimu ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria kwa wananchi kwa namna ya pekee, kwa watoto na vijana, na kupitia shule za msingi na sekondari. Anzisheni clubs ambazo zitakuwa zinajihusisha na masuala ya uhifadhi wa mazingira ya Ziwa Victoria. Na tatu, kuhusu uendeshaji wa kituo kikuu cha kuratibu uokoaji madini kilichoko hapa jijini Mwanza na vituo vidogo vya Kisumu kule Kenya na Entebbe kule Uganda, hakikisheni kuwa vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mapema na kwa ubora na kwa ufanisi wa juu. Masuala ya madini hayatoi taarifa, yakitokea ndio yameshatokea hivyo. Kwa hiyo ni vyema tukawa na ufanisi wa juu katika kutekeleza uratibu wake ili kuweza kuokoa maisha ya watumiaji wa vyombo vinavyopita madini, usafirishaji pamoja na shughuli zingine za kiuchumi. Taasisi za tafiti, hakikisheni mnatafiti na mnapata namna bora ya kutatua kero ya magugu maji ndani ya Ziwa Victoria na kupata suluhisho la kudumu, kama ambavyo Mheshimiwa Mbunge ametutahadharisha hapa. Tusishuhudie tena kukauka kwa ziwa letu ama hata kupungua kina ama kupungua maji katika ziwa letu. Tano, endeleeni kuimarisha sera na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika ufuatiliaji wa rasilimali za ziwa, ikiwemo matumizi ya mifumo ya kidijitali katika kufuatilia uvuvi, ubora wa maji na mabadiliko ya tabia nchi. Na sita, wananchi wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki tuwe mstari wa mbele kushirikiana na mamlaka husika kuzuia vitendo vya uharibifu wa mazingira ndani ya maji. Usiri katika kutoa taarifa ni sawa na kushiriki katika uharibifu huo. Ninapenda kutamka kuwa siku ya Ziwa Victoria imezinduliwa rasmi na itakuwa inaadhimishwa kila tarehe 21 Mei